Katika hali isiyotarajiwa, Tundu Lissu azungumza akiwa gerezani na kutuma ujumbe mzito. Kiongozi wa upinzani anayekabiliwa na kesi ya uhaini yenye adhabu ya kifo Ukonga ametoa wito kwa Watanzania kufanya hivi haraka iwezekanavyo. Maelekezo hayo yamewasilishwa Jumanne, Julai tarehe 28 mwaka 2026 na mmoja wa mawakili wanaomtetea Tundu Lissu, wakili Paul Kisabo, baada ya kumtembelea mteja wake Tundu Lissu gerezani kwa ajili ya kupokea maelekezo kuhusu maandalizi ya nyaraka za majumuisho, yani submissions, kufuatia kukamilika kwa hatua ya dodoso iliyofanyika Julai tarehe 23. Lakini badala yake Tundu Lissu alimpa Paul Kisabo, wakili huyo, ujumbe na wito mzito aje kuwapatia Watanzania. Lakini je, ni wito gani au maelekezo gani haya ambayo Tundu Lissu anayataka Watanzania kuyafanya haraka iwezekanavyo? Kabla tusonge mbele, like video hii, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema ambaye bado anashikiliwa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam, sasa ametoa amri nzito kwa wafuasi wake na Watanzania wote. Ametoa wito na maelekezo kwa watu wote wanaokabiliwa na mashtaka ya ugaidi nchini Tanzania kupata uwakilishi thabiti wa kisheria na kufuatiliwa mara kwa mara, akisisitiza kuwa hakuna mtuhumiwa anayekabiliwa na mashtaka hayo anayepaswa kupuuzwa. Ujumbe huo uliwasilishwa mnamo Jumanne, Julai tarehe 28 mwaka 2026 na mmoja wa mawakili wa utetezi wa Tundu Lissu, wakili Paul Kisabo, kufuatia ziara gerezani mnamo tarehe 27 Jumatatu kwa ajili ya kupokea maelekezo kutoka kwa mteja wake ambaye ni Lissu kuhusu maandalizi ya nyaraka za hoja ya kesi. Ziara hiyo ilifanyika baada ya kukamilika kwa hatua ya kujaza dodoso katika kesi ya Lissu mnamo Julai tarehe 23 mwaka huu. Hatua ya kiutaratibu ambayo kwa kawaida hutangulia uandaaji wa hoja rasmi katika kesi ya jinai. Kwa mujibu wa wakili huyo Kisabo aliyemtembelea Lissu, Lissu alisisitiza umuhimu wa kila mtu anayekabiliwa na mashtaka yanayohusiana na ugaidi kupata uwakilishi wa kisheria na kutembelewa mara kwa mara akiwa mahabusu wa gerezani, ili hali zao na mwenendo wa kesi zao binafsi ziweze kufuatiliwa ipasavyo. Taarifa hizi au ujumbe huu wa Tundu Lissu unakuja siku moja tu baada ya uongozi wa Chadema kudai wanachama wao wengi na viongozi wa chama chao cha Chadema wengi wamekamatwa kabla ya maandamano yaliyotarajiwa tarehe 7 Julai mwaka huu na wakaweza kufunguliwa mashtaka ya ugaidi. Paul Kisabo alisema Tundu Lissu amesisitiza wazi kuwa hakuna mtuhumiwa anayepaswa kuachwa bila aina hiyo ya msaada, na kwamba Lissu alitoa maelekezo mahususi kuwa watu hao wote watetewe na mawakili na kutembelewa wakiwa kizuizini ili kujua hali zao na kufuatilia maendeleo ya kesi zao. Katika maelekezo hayo, wakili Paul Kisabo alielezea tukio tofauti linalomhusu wakili mwingine, wakili Deogratius Mahinyila, ambaye alizuiwa kuingia gereza la Ukonga alipojaribu kumtembelea Lissu. Kwa mujibu wa Paul Kisabo, maofisa wa gereza walieleza kuwa jina la Mahinyila halikuwemo kwenye orodha ya mawakili waliopata kibali cha kumwona au kuingia gerezani kuonana na Lissu. Kisabo hakutoa maelezo zaidi kuhusu jinsi au lini orodha hiyo iliyoidhinishwa iliandaliwa au kama Mahinyila alikuwa amejumuishwa awali kwenye orodha hiyo. Tukio hilo limeibua maswali kuhusu taratibu zinazotumika kuwapa mawakili ruhusa ya kuonana na wateja au wafungwa wao wanaoshikiliwa mahabusu au gerezani, hasa katika kesi yenye uzito mkubwa kama ya uhaini, ambapo suala la uwakilishi wa kisheria limekuwa likifuatiliwa kwa karibu na umma. Kutokana na maelezo ya Paul Kisabo, haijabainika wazi kama kuzuiwa huko kulitokana na upungufu wa kawaida wa kiutawala, mabadiliko ya hivi karibuni kwenye orodha ya wageni walioidhinishwa au sababu nyingine yoyote, na hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa na mamlaka za gereza au jeshi kuhusu suala hilo hadi wakati wa kuandaa taarifa hizi. Wakili huyo Paul Kisabo aliendelea kauli yake kwa kufikisha salamu kutoka kwa Tundu Lissu kwenda kwa Watanzania kwa ujumla, huku akibainisha kuwa Tundu Lissu anaendelea kufuatilia masuala yanayohusu haki na ustawi wa watu wanaokabiliwa na kesi mbalimbali zikiwemo za ugaidi za kisheria nchini Tanzania na si kesi yake pekee.
Kauli za Lissu kama zilivyowasilishwa na Paul Kisabo aliyemtembelea gerezani zinakuja wakati ambapo namna watu wanaokabiliwa na mashtaka ya ugaidi wanavyoshughulikiwa imekuwa ni mada ya mjadala wa umma kote nchini Tanzania. Katika wiki za hivi karibuni, uangalifu umeelekezwa kwenye kesi kadhaa za aina hiyo, ikiwemo ile ya Daktari Melkisedeki Kaijage, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma anayekabiliwa na mashtaka ya ugaidi baada ya kudaiwa kuwaambia wanafunzi kuwa maandamano ni haki ya kikatiba, na kesi ya viongozi kadhaa wanafunzi wa Chaso waliozuiliwa kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika mwanzoni mwa mwezi wa Julai. Wito wa Lissu wa kutaka kuwepo kwa uwakilishi thabiti wa kisheria na ufuatiliaji wa mara kwa mara kwa watuhumiwa wa ugaidi unagusa moja kwa moja aina ya kesi ambazo tayari zimefuatiliwa kwa karibu na Chadema pamoja na waangalizi huru. Pia ni muhimu kuangalia tukio hili sambamba na taarifa tofauti iliyotolewa na Chadema siku chache zilizopita tarehe 27 Julai, ambapo chama hicho kilieleza wasiwasi kuhusu usalama wa Tundu Lissu akiwa mahabusu gerezani, kikirejelea madai ya vitisho vinavyohusishwa na shirika lililotajwa kama World Liberty Congress. Taarifa ya leo inayohusu wakili kunyimwa ruhusa ya kuingia gerezani inaongeza kipengele kingine cha kiutaratibu kwenye masuala mapana ambayo Chadema yainua hivi karibuni kuhusu hali ya gereza ya Ukonga na namna upatikanaji wa huduma za kisheria unavyoshughulikiwa kwa mahabusu wanaohusishwa na chama cha Chadema. Kesi ya Lissu yenyewe bado inaendelea. Ameshikiliwa kwa zaidi ya miezi 14, zaidi ya siku 470 sasa, akikabiliwa na shtaka hatari la uhaini ambalo kwa mujibu wa sheria na katiba ya Tanzania lina adhabu ya lazima ya kifo iwapo atapatikana na hatia. Kukamilika kwa hatua ya kujaza dodoso tarehe 23 Julai na maelekezo yaliyofuata kwa timu yake ya kisheria kuhusu uwasilishaji wa hoja kunaonyesha kuwa kesi yake inaendelea kupitia hatua zake za kisheria, huku maswali mapana kuhusu hali yake na upatikanaji wa huduma za kisheria yakiendelea kuwa gumzo kwa umma. Taarifa ya Paul Kisabo haionyeshi kama suala la Mahinyila kunyimwa ruhusa limepatiwa ufumbuzi, wala haibainishi hatua zilizochukuliwa kama zipo ili kufafanua utaratibu wa kuongeza au kuondoa mawakili kwenye orodha ya wageni wa gereza. Pengo hilo katika taarifa ya umma linaacha swali wazi iwapo hili lilikuwa suala la kiutawala la pekee au ni sehemu ya hali pana zaidi inayoathiri upatikanaji wa huduma za kisheria kwa ujumla. Kwa sasa mambo mawili tofauti yamejitokeza kutokana na maelezo ya wakili Paul Kisabo baada ya kumtembelea Tundu Lissu gerezani. Wito mpana kutoka kwa Lissu kwa niaba ya watuhumiwa wa ugaidi kwa ujumla, akitaka uwakilishi thabiti wa kisheria na ufuatiliaji wa ustawi wao, na tukio mahususi lisilopatiwa ufumbuzi linalohusu kuzuiliwa kwa mmoja wa mawakili Deogracius Mahinyila waliotaka kumtembelea moja kwa moja Lissu gerezani. Matukio yote mawili leo yanagusa swali la msingi kuhusu jinsi upatikanaji wa huduma za kisheria unavyosimamiwa kwa watu wanaoshikiliwa mahabusu nchini Tanzania kwa tuhuma nzito. Hakuna majibu yoyote yaliyotolewa hadi sasa na Jeshi la Magereza la Tanzania au serikali ya Samia kujibu kuhusu tetesi au ujumbe uliotumwa na Tundu Lissu, wala na uongozi wa gereza la Ukonga pia haujajibu kuhusiana na rufaa ya jumla ya Tundu Lissu au tukio mahususi linalomhusisha wakili Mahinyila. Huu ni ujumbe tu ambao umesambazwa kwa niaba ya Tundu Lissu kupitia wakili wake wa kisheria Paul Kisabo aliyekuwa katika gereza la Ukonga katika masuala ya kisheria, wakizungumzia na kupanga masuala ya kesi yake ya uhaini. Tutaendelea kufuatilia suala hili na tutatoa taarifa kuhusu hatua zozote zitakazofuata pindi tu zitakapojiri mitandaoni au kusambaa katika vyombo vya habari nchini, ikiwa ni pamoja na majibu yoyote kutoka kwa mamlaka za magereza au mamlaka za serikali ya CCM kuhusu taratibu za mawakili kupata mahabusu au kuzuiwa kuingia gerezani kuonana na wafungwa wao au wateja wao, pamoja na kauli za ziada kutoka kwa jopo la mawakili wa Tundu Lissu au Chadema iwapo atazungumza kuhusiana na masuala haya yanayoendelea. Maoni yako ni muhimu mtazamaji, hivyo tukikamilisha habari hizi nijuze mtazamo au maoni yako upande wa comment chini ya video hii. Vile vile kumbuka kulike video hii na kusubscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.